Karibu keti. Karibu keti. Karibu keti. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana ametupa neema ya leo tumwabudu. Lakini ni siku ambayo pia imejaa wema wake, fadhili zake na nguvu zake. Naomba niende kwenye ujumbe wa neno la Bwana kwa siku ya leo. Ujumbe wa neno la Bwana kwa siku ya leo. Siku ambayo pia tunasema moyo wa ibada. Bwana asifiwe sana. Kichwa nacho kinasema jifunze kumtafuta Yesu kwa njia ya maombi na kumpata, maana yeye amebeba hatima ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kumtafuta Yesu kwa njia ya maombi na kumpata, maana yeye amebeba hatima ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunapoangalia kichwa hiki, natamani tuone umuhimu wa kutafuta, umuhimu wa aliyebeba hatima yetu ya maisha. Maana hatima ya maisha ya mwanadamu iko kwenye mikono ya mwanadamu. Hatima ya maisha ya mwanadamu iko mikononi mwa Yesu. Hatima ya kifedha, hatima ya uhai, hatima ya ustawi, hatima ya kielimu, imefichwa kwenye mikono ya Yesu. Ndio maana anayejifunza kumtafuta Yesu na kumpata, huwa anapata vyote ambavyo vimekusudiwa kutembea naye kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize kidogo kwa makini katika somo hili, na tutapata nafasi ya kwenda kuomba, na natamani Mungu aachilie jambo jipya ndani ya watu siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maana najua tuna mambo mengi tumeyabeba mioyoni mwetu kwenye maisha yetu, na aliyekusudiwa kutusaidia ni huyo ambaye tunapaswa kumtafuta. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nini maana ya kumtafuta kwa njia ya maombi? Nini maana ya kumtafuta kwa njia ya maombi? Kumtafuta kwa njia ya maombi ni kujitoa kwa Mungu kwa moyo wote, ukiutafuta uwepo wake, mapenzi yake na uongozi wake kwa mawasiliano ya kudumu. Si kwa maneno tu, bali kwa imani na uvumilivu wakati wote. Narudia, nini maana ya kumtafuta Yesu kwa njia ya maombi? Ni kujitoa kwa Mungu kwa moyo wote,
ni kujitoa kwa Mungu kwa moyo wote, ukiutafuta uwepo wake, mapenzi yake na uongozi wake kwa mawasiliano ya kudumu. Si kwa maneno tu, bali kwa imani na uvumilivu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesikia Mungu akinisemesha kusema na wewe juu ya somo hili ambalo litakupa hatua na utaona neema mpya siku kwa siku kadri tunavyoenda mbele. Kwa msaada wa Bwana utakuvusha. Yeremia mlango wa 29 mstari wa 12 na wa 13. Yeremia mlango wa 29 mstari wa 12 na wa 13. Kama tumepata, naomba tusome ilivyoandikwa pale. Yeremia 29:12 na 13. Yeremia 29:12 na 13. Kama tumepata, naomba tusome pamoja. 1, 2, 3. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka ukione kwenye mistari hii. Ni vitu ambavyo vimebana kidogo katika hiyo mistari miwili. Anasema mtakwenda, mtaniita na kuniomba, alafu nitawasikiliza. Ile kuwasikiliza sina tatizo, lakini ili mnione, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaposema kutafuta, nini maana ya kutafuta? Maana ya kutafuta, kitu chochote kinachotafutwa ni kile kisionekana kirahisi. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha ni kitu ambacho hakipatikani, hakionekani kipo, hakionekani kila wakati, kila saa, kila mahali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mtakwenda, mtaniita, mtanitafuta kwa moyo wenu wote, alafu mtaniona. Kutafuta kinachotafuta ni kile ambacho hakipo wazi, hakionekani, hakijakaa mahali ambapo utaenda utakikuta kipo tu. Bwana asifiwe. Biblia inaeleza kumtafuta Mungu. Inapoanza kuweka muktadha huu, inataka kutuondoa katika hatua tu ya kwenda na kuomba na kutaka kusaidiwa bila ya kumpata ambaye amebeba huo msaada. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia yako ukajifunza somo hili vizuri, utagundua kuna wakati tunaenda tunaomba lakini hatumpati.
tunawakilisha haja zetu, tunaziacha, lakini hatukukutana naye. Si kama mnaelewa ninachosema? Kwa sababu Biblia inasema ili kukutana naye kuna kitu cha kufanya cha ziada ambacho lazima kihusiane na moyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa moja ya kitu unachotakiwa kufanya unapomtafuta Yesu kwenye maombi mengi, moyo wako ndio unaohitajika, sio tu yale mazingira unayokwenda kuabudu, lakini Mungu anataka kukutana na wewe kwenye moyo. Kuna wakati mwingi tunamtafuta Mungu lakini tunakwama mahali. Tunaomba alafu tunakwama mahali. Hatupati majibu kwa sababu hatujakutana na mwenye nini? Mwenye majibu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mbona nisikilize kidogo. Sikiliza kidogo. Kwa wale wanaoandika unaweza kuandika kidogo. Kwenye maombi mengi tunapoomba tunakwama kwenye eneo la kumtafuta na kuviomba hivyo vitu ambavyo tunavihitaji. Narudia, kwenye maombi mengi tunaomba tunakwama kwenye eneo la kumtafuta na kuviomba hivyo vitu tunavyovihitaji bila ya kujua vitu tunavyovihitaji vinapatikana baada ya kumpata tunayemwomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ambaye Biblia inamzungumzia kama Kristo ndiye aliyebeba kila kitu ambacho tunahitaji katika maisha yetu. Tukimtafuta na kumpata, ndipo tunapo withdraw vitu vilivyoko ndani yake kwa ajili yetu. Hatuwezi kupata vitu vya Mungu au vitu vya kimungu ikiwa hatumtafuti Yesu aliyebeba hivyo vitu vya kimungu kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Okay, hebu tusome kitabu cha Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 3. Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 3. Wakolosai mlango wa 2 na mstari wa 3. Labda tuanzie mstari wa kwanza kwenda mpaka wa 3. Wakolosai mlango wa 2 mstari wa 3, lakini tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kama tumepata tusome pamoja. Wakolosai mlango wa 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyo kuu juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wale wa Laodikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wakapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika
mpate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Mwambie mwenzako, Yesu ndio siri ya Mungu. Mwangalie usoni, mwambie Yesu ndio siri ya Mungu. Mwangalie usoni tena, mwambie Yesu ndio siri ya Mungu. Kuokoka huwa tunampokea, kuishi naye tunapaswa kumtafuta. Kuna mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Kuokoka huwa tunampokea, ila kuishi naye katika mfumo wa maisha lazima tuwe tunamtafuta. Sasa sikia, ufalme wa Mungu ni siri. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni siri, siri ya ufalme wa Mungu imefichwa ndani ya Yesu. Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, ufalme wa Mungu kwa kuwa ni siri, sasa nasema siri ya Mungu ni Kristo. Siri ya Mungu ni Kristo. Sasa sikia, ukihitaji kuishi maisha ya mfumo wa mbinguni, lazima ujue kumtafuta Kristo Yesu Bwana kila siku, ili ukutane. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Nyakati, yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi. Bwana asifiwe. Na ya siri ni ya Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tunapomtafuta Mungu tukampata Kristo, baada ya Kristo kufunuliwa kwetu, tunaanza kuishi vilivyoko ndani ya ufalme wake. Hatuwezi kuishi chochote cha msasa. Angalia mstari wa 3. Hebu turudie mstari wa 2 alafu tuende wa 3. Rudia wa 2 alafu tuende wa 3. Ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, wapate utajiri wote wa kufahamu, kwa hakika wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Mstari wa 3, ambaye ndani yake yeye hazina zote. Mwangalie mwenzako, kumwambia hazina zote. Ukishasikia neno hazina, hazina maana yake ni mahali ambapo pamehifadhiwa kila kitu. Kila kitu. Hazina zote za hekima, maarifa zimestiriwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hazina zote zimefichwa ndani ya Kristo. Sasa kwa nini Mungu ametuletea somo hili kujifunza juu ya kumtafuta Yesu? Kwa sababu ndiye aliyebeba hatima yetu. Watu wengi huwa tunamuomba Yesu lakini hatumfikii. Hii kama naeleweka? Bwana asifiwe. Sikia, watu wengi huwa tunaomba, tunasikilizwa, lakini hatumtafuti na kumuona. Ile hatua tu ya kuomba na kusikilizwa haitoshi. Biblia inasema unitafute, utakaponitafuta kwa moyo wako wote utaniona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema kutafuta tunamaanisha nini? Maana ya kwanza, kutafuta. Tunaposema kumtafuta Yesu kwa njia hiyo tunamaanisha nini? Kuwa na shauku ya kukutana na Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tunaenda kanisani, tunaenda maombi, hatuna shauku ya kukutana na Yesu, tuna shauku ya kujibiwa tunavyotaka. Sijui kama mnanielewa ninachosema. Ukienda all over the world, watu wanaozunguka huko kwenye maombi na wapi, hawaendi kumtafuta Yesu, wanaenda kutafuta vitu. Sasa sikia, hawajui wakimpata Yesu wamepata vitu wanavyovitaka, kwa sababu ndiye aliyebeba hazina. Tunaposema kumtafuta tunamaanisha moja, kuwa na shauku ya kukutana na Yesu kila siku. Lakini mbili, tunaposema kumtafuta
Tunaposema kumtafuta, mbili, tunamaanisha kudumu katika maombi bila kukata tamaa. Kudumu katika maombi bila kukata tamaa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza, imetupasa kumwomba Mungu siku zote imetupasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue tunapomtafuta Mungu tunamaanisha kuingia mahali pa kumtafuta yeye, kuomba kila siku bila kukata tamaa. Mwambie mwenzako bado unaomba. Mwambie unaomba kama ulivyokuwa unaomba wakati ule ulipookoka. Au sasa umechangamka. Mwambie mwenzako wewe umechangamka. Unajua watu wengi sana wakiwafuatilia msingi walionao kwa maisha sasa ni ule wa mwanzo wa wokovu. Na hapa katikati ni kama wamepoteza kitu fulani yake. Hata ukienda makanisani sasa hivi ibada za mazoea. Ibada zimekuwa za kawaida sana. Very normal sense. Yaani za kawaida sana. Mungu anaweza kumwambia za kawaida sana. Ziko pasha. Yaani ile mradi nimeenda kanisani nimeonekana. Si ndio? Lakini kuna muda nitaenda wapi? Maombi. Na akienda maombi haendi kumtafuta Yesu, anasema naenda huko kuna majibu. Kwa kule kwenye maombi kuna majibu, lakini hajui anayebeba hayo majibu nani. Tunaposema kumtafuta, maana ya tatu ni kutafuta mapenzi yake. Kila siku lazima ujue mapenzi ya Mungu ni nini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tukisoma waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5, kwa wale wenye Biblia, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 14, kama tumepata tusome wote pamoja. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 14, kama tupata tusome pamoja. Bwana asifiwe. Kumtafuta Mungu maana yake ni angalia hapo kwenye hiyo pointi, kwenye mstari wa 14. Naomba tusome mstari wa 14 kwa pamoja. 1, 2, 3. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atatusikia. Kwa hiyo lazima tufike tukliki mapenzi yake. Lazima tukliki mapenzi yake. Tusipokliki mapenzi yake hatusikilizi. Alafu anasema mstari wa 15, na kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho chochote tutajua kwamba tunazo zile haja tulizoomba. Lazima ufike hapo. Na ukutane na yeye ambaye anasikia. Akisikia sasa lazima ufike. Ukifika hapo kwenye level ndipo unaondoka ukijua kwamba zile haja ulizoomba zimejibiwa. Kwa kuna watu wanaomba lakini hawafiki level ya kujibiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu hawamfikii yule ambaye ndio siri. Yesu ndio siri ya Mungu. Ndani yake ndimo kumebebwa vitu. Unapoenda kanisani usiende kumfuata Goodluck. Unapoenda kanisani usiende kumfuata mchungaji. No. Lazima ujue, lazima uanze kuitenga nafsi yako na moyo wako. Ukae kwenye mkao ambao katika ulimwengu wa roho utakutana na Yesu. Kwa sababu tukienda kukutana na watu wanaoongoza ibada, tukienda kukutana na watu wanaotuombea, hatupokei kile kiwango. Kwa sababu mwenye kubeba hivyo vitu tunavyohitaji anahitaji tufike mahali tukliki his will. Tunaposema kumtafuta Yesu, tunamaanisha
sauti ya Mungu baada ya kuomba bila ya kuwa na haraka. Mwambie mwenzako kusikiliza sauti ya Mungu unapoomba bila ya kuwa na haraka na kuondoka kabla hujamsikia yeye anasema nini juu ya hicho hicho. Mmoja tuulizane maswali hapa. Wangapi hapa huwa tunapoingia maombi huwa tunaomba, alafu tukimaliza kuomba tunasubiri kusikia na yeye anasemaje? Mwangalie mwenzako, mwambie vipi. Unaenda unaongea na mtu, hata ukienda jamani, kwa mfano saa mnaotumia simu, saa unaongea na mtu kwa simu, unaambia unajua nataka ugali, nataka wali, nipe na ile langu, naomba na ile nani, alafu na ile nani, alafu unakata simu kacha. Unatakiwa kusikia naye anajibu nini, si ndio? Wangapi wote tunapokwenda maombi kwenye kuwasiliana juu ya mahitaji yetu huwa tunamaliza alafu tunakuwa kwenye kusikiliza. Unajua Zaburi ya 46 mstari wa 10 kuna kitu anaeleza pale. Zaburi ya, ngoja tusome. Zaburi ya 46 mstari wa 10. Zaburi ya 46 mstari wa 10, kama tumepata naomba tusome pale. Anasemaje kama umepata? Acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Acheni, neno acheni maana yake ukae uone. Bwana asifiwe. Ndio maana nasema tunapokwenda kumtafuta, nasema nguvu zetu zipo katika kutulia na kumsikiliza. Tunaposema kumtafuta maana ya tano, tunaposema kumtafuta maana ya tano, kabla sijasogea kwenda wewe mahali pengine, tunaposema kumtafuta maana yake kuwa na ushirika wa karibu na yeye siku zote. Kuwa na ushirika wa karibu na yeye siku zote. Ukisoma kitabu cha Yakobo, tunaenda kusoma kwa muda wako 4 mstari wa 8, anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Okay. Tunahitajika kumkaribia. Lazima tuwe na muda, tuwe na schedule ambayo inatupa nafasi ya kumkaribia Mungu mara kwa mara, kumtafuta Yesu mara kwa mara kwa ukaribu, ili na yeye atoe muda wake. Usipotoa muda, yeye hakupi muda. Sije kama unaelewa ninachosema. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie muda wako mwingi unampa nani? Okay, mwambie una muda na Yesu au una muda na Yesu uliokoka naye? Wengi wana muda wa yule Yesu aliokoka. Tunajuaje yuko bado? Kuishi na Yesu lazima tumkaribie kila siku. Na anasema nikaribieni nami nitawakaribia. Usipomkaribia ni vigumu sana Mungu karibia. Anasema anawapa muda wale wanaompa muda. Yaani Mungu atoi airtime kwa wasiompa airtime. Lazima ujifunze kumpa Mungu muda ili na yeye akupe muda. Mpe Yesu
Yesu, muda sasa anazungumzia kumtafuta Yesu. Bwana asifiwe. Maana ndiye aliyebeba hatima. Ukimpata Yesu, umepata hatima yako. Ukimkosa Yesu, umekosa hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli watu wengi tunaomba, lakini watu tunaomba vibaya. Sio? Watu wengi tunaomba sana, tunaomba mara zote. Lazima naenda maombi, ndio naenda kufanya kuomba, kuombewa. Lakini muda mwingi tunafanya vibaya. Kwa sababu tamaa yetu sio Yesu, tamaa yetu ni vitu kwanza. Kwa nini tumtafute Yesu na sio tutafute vitu kwenye maisha yetu? Kwa nini tumtafute Yesu na sio tutafute vitu kwenye maisha yetu? Moja, kwa sababu ndani yake kuna kila kitu tunachokihitaji duniani. Narudia, kwa sababu ndani yake Yesu kuna kila kitu tunachokihitaji duniani. Bwana asifiwe. Ukimpata Yesu, unapata kila kitu ambacho. Sasa tunajiuliza maswali, kwa nini Wakristo hatuna kila kitu? Hebu muulize mwenzako, mwambie kwa nini hatuna kila kitu? Tunasema sisi ni Wakristo, tumeokoka, si ndio? Hapo mimi ninanisumbua kidogo, kwa sababu kama tu Wakristo, maana yake tunapaswa kuishi vitu ambavyo yeye amevibeba, sio? Kwa nini hatuna vitu ambavyo Yesu amevibeba? Kwa nini hatuna? Ndio maana tunajifunza hapo. Kwa nini? Ukimpata Yesu, kumbuka umepata vitu, umepata maisha, umepata vitu ambavyo unavihitaji duniani. Tumesoma hiyo Wakolosai, hebu tusome Wafilipi, Wafilipi 4. Alafu tarudi kwenye Wakolosai. Wafilipi 4. Wafilipi 4. Mmepata Wafilipi 4? Wafilipi 4. Wafilipi 4. Mmepata? Hebu tusome mstari wa 19. Tuanzie mstari wa 18. Angalia anasemaje pale. Mstari wa 18 na wa 19. Kama tumepata. 1, 2, 3. Lakini ninavyo vitu vyote vya kuzidi, tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. Mstari wa 19. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kuna mtu anaona mstari? Naomba turudie. Huyu anajigamba, anasema ninavyo vitu vyote, tena na nini? Na kuzidi. Sasa anawaambia
wa Filipi pale anawaambia, na Mungu wangu atawajazeni kila kitu mnachohitaji kwa kadri ya utajiri ulioko ndani yake Kristo Yesu. Okay. Ukimpata Yesu kuna utajiri ndani yake. Sasa wengi tunaenda kwenye maombi lakini hatumtafuti Yesu. Tunatafuta vitu kwanza. Na tujue aliyebeba utajiri mkubwa kwa ajili yetu ni Yesu. Sisi kama naeleweka. Ndio maana nasema mtakwenda mtaniita nitawasikiliza. Sasa mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote mtaniona. Sasa sikia, wewe kumuona Yesu ukatoka maskini. Haiwezekani. Anajigamba anasema ninavyo vitu vyote. Mwambie mwenzako una vitu vyote. Maana Wakristo wengi sasa huwezi kuwa na vitu vyote. Huwezi kuwa na vitu vyote. Utapata wapi? Vipo. Inategemeana na upo na nani. Wanaomtegemea tu shetani wana vitu. Kwa nini sisi hatuna? Kuna mahali tunamisi. Ni kweli tunaonekana kama tuko kwenye maombi. Ni kweli tunaonekana kama tuko kwenye ibada. Lakini hatumtafuti yule ambaye ndiye ibada ya kweli. Hatukutani naye kwenye engo ambayo yeye atasababisha sisi tubadilike. Ndio maana sasa rudi soma tena hapo. Rudi soma tena hapo. Rudi soma tena hapo. Soma tena hapo. Na hii ni mbaya. Tunapokuwa ndani ya Yesu tukiwa maskini. Hii ni mbaya. Mwangalie mwenzako mwambie ni mbaya tunapokuwa ndani ya Yesu tukiwa maskini. Anayesababisha kuwa maskini ni sisi wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hatumtafuti. Hatumpi nafasi tukamuona. Hatumuoni. Tunaenda ibada lakini tunatoka hatukutani na yeye. Wenye mafanikio sehemu fulani ni wale tu wanaoshirikiana na nguvu za giza. Lakini sisi tunaojinasibu kwamba ni wa Kristo, ni watakatifu, kuna mahali tumekwama kimaisha. Tusome tena mstari wa 18-19. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Mwambie nimejaa tele. Amejazwa na nani? Alikuwa amekutana na hiyo neema. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito. Vitu vyote vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali mbele za Mungu. Sasa na Mungu wangu atawajazeni kila kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake. Utajiri wake, angalia sasa utajiri wake umewekwa wapi? Katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Sasa nisikilize vizuri. Unapomtafuta Yesu ukaufikia utukufu wa Mungu, alafu ukafunuliwa ukamwona Yesu ndani ya ule utukufu, ghafla vitu vya Mungu viko pale. Usipomtafuta Yesu ukaingia kwenye level ya ule utukufu wake ndani, ukamwona Yesu pale, huwezi kupata utajiri wa Mungu uliowekwa ndani yake. Ndio maana Biblia inasema sasa ndani ya Yesu ndiye siri ambaye amebeba hazina zote. Ufalme wa Mungu ni siri. Mathayo 6:33, moja ya kitu anachowaambia sasa, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishwa. Okay, fedha ni mazidisho, nyumba ni mazidisho, gari ni mazidisho. Cha kwanza kabisa ni kumuona Yesu kila siku ana overflow kwenye maisha yetu. Muulize mwenzako, mwambie unafanya hicho kitu.
Usipomwona Yesu, usipomtafuta Yesu na kuingia kwenye uwepo wake, usipomtafuta na kuingia kwenye uwepo wake ukamwona, kuna vitu upati. Kuna vitu upati. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndio amebeba. Ndani ya Yesu kuna utajiri. Okay. Cha pili, ndani ya Yesu kuna pesa. Mwambie mwenzako, ndani ya Yesu kuna pesa. Mwangalie usoni, mwambie ndani ya Yesu kuna pesa. Okay, tuulizane hapa, tuna pesa kiasi gani? Nilikuwa naangalia kwenye matajiri wa Afrika, kwenye ile top 10 mpaka kwenye top 20, nikawaona watu ambao ni matajiri Afrika, matajiri Afrika ambao ni wengi zaidi ya wengine sio Wakristo. Afrika. Kuna mtu ananielewa? Mnanielewa ninachosema? Nimejaribu kuangalia kwa nini matajiri hawa kwenye top 10 hawapo wa imani ya Kristo, hawafiki wawili. Kwa nini? Kwa nini tena wale wa kwanza kutoka hapo juu kwenye top ni hao wengine? Kuna tatizo mahali. Tuna sarakasi nyingi sana za maombi unajua saa hii, lakini hatuna matokeo. Tunafahamu hilo? Kwa nini hatuna matokeo? Sababu hatumpati ambaye amebeba matokeo. Tunatafuta vitu, lakini mwenye matokeo hatumtafuti. Okay. Nimekwambia ndani yake kuna pesa. Angalia. Ukisoma kitabu kile cha Yohana, kuna kitu anasema pale kwenye Yohana. Nataka ukione hichi kitu hapo. Yohana 14:9. Yohana 14:9. Umepata? Yohana 14:9. Yesu anasemaje? Yesu akawaambia, mimi nimekuwa hapo pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe unasemaje, utuonyeshe Baba? Sasa sikia, ukikutana na Yesu maana yake umekutana na Mungu. Kuna mtu anaelewa? Sasa angalia Ayubu. Angalia 22:25. 22:25. Tumepata? Anasemaje? Naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Ukikutana naye, yeye ni pesa. Kuna mtu anaelewa? Sasa sikia, Yesu anasema hivi, wakati fulani Filipo anamwambia utuonyeshe Baba. Unamzungumzia sana Baba. Anambia siku zote nimekuwa na ninyi, anayeona mimi amemwona Baba. Ni sawa? Okay. Ukimwona Yesu umemwona Mungu. Biblia inasema naye Mungu au naye Mwenyezi atakuwa ni hazina, alafu atakuwa ni fedha. Ukimpata Yesu, ukimtafuta ukampata kwenye lengo yako, huwa ni pesa. Ndio maana amonaye amekutana na neema tofauti ya maisha. Hakuna mtu aliyekutana na Yesu akabaki kuwa na maisha ya kawaida kifedha. Hakuna. Ndio maana sasa kanuni ya kutafuta, Biblia inaposema tafuta, maana yake ni kitu ambacho hakipatikani kirahisi,
hakionekani, kimefichwa. Maana yake umtafute mpaka umpate. Ukimpata kuna mabadiliko yanaanza kutokea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado tunatafuta. Kwa hiyo tunatakiwa kuendelea kumtafuta mpaka tumpate. Tukimpata, ngoja nikwambie kwa nini umekuwa busy sana. Huko unataka vitu, unakuwa busy kutafuta hela, lakini huko hauna ubize kidogo kumtafuta Bwana. Haumtafuti hata kwenye, huna Biblia kwenye pochi yako. Ukitembea ukiwa ofisini, ukiwa pale, kwa nini ukai kusoma hata kurasa 2 kumtafuta Yesu ndani ya neno? Kwa nini? Uko pale unataka hela, halafu inagoma. Kwa sababu hela nyingi ya upande wako imefichwa ndani ya. Kuna mtu anaelewa? Okay. Wangapi pale ofisini mna Biblia mmeweka pale ya ofisi? Ukiwa pale ofisini unasoma neno, unamtafuta. Kaangalia zetu ofisini kuna msafu, sio? Na ikifika muda wa ibada anafunga. Hata kama umekuja pale na hela yako, anakuambia kanje, subiri saa 8 ndio tutafungua. Hiyo hela yako na kimuhemuhe ulichonacho cha kununua vitu kwake haitaki. Anamtaka kwanza anayempa pesa, anamtaka ambaye ndio hela yake. Wewe umekimbizana nayo kuanzia Januari mpaka Januari na ikamatiki kwa sababu hela ni roho. Money is a spirit. Unanisikia? Hela ni roho. Usipokaa kwenye roho, kuna mahali uishiki. Hela sio tangible. Watu wengi sana wanafikiri hela ni yale makaratasi. Makaratasi sio hela. Ndio maana yanapita mkononi kwako yanaondoka. Mtu mwenye hela, hata karatasi ikipita mkononi mwake, kama angalia, ana vitu, ana mali, ana vitu vinamzunguka, anapiga simu pale, mpe huyo kiasi fulani, fanye. Anajua akaunti imevimba. Kwani kwenye akaunti kile kinachokaa kwenye akaunti ni makaratasi? Ulishawahi kufikiria ukienda pale benki ukaangalia akaunti yako inasoma bilioni 1? Ukiangalia pale kwenye ile bilioni 1, neno bilioni 1 ni makaratasi? Wakati mnafikiri hela ni makaratasi. Makaratasi ni ishara ya kwamba upo kwenye matumizi, kufanya transaction. Lakini hela ni spirit, ni roho. Ndio maana wewe unachanganyikiwa ukiona noti nyekundu. Hela sio noti. Soma Biblia yako, utasema na Mungu Mwenyezi atakuwa fedha. Hela ni roho. Sasa mtafute Yesu, sasa atawajazeni. Usipofika mahali pa kumpata, kuna neema au kuna level ya maisha, kuna life standard ya utaifika, kwa sababu wewe unatafuta vitu, haumpati mwenye vitu. Mwenye vitu ndiye anayeweza kuyabadilisha maisha, ndiye anayeweza kukupa fedha. Halafu angalia, matajiri wengi huwa wanatembea na pesa. Wewe kafuatilia, hawanaga cash money. Hela yake inasoma huko, si ndio? Lakini anaweza kaingia mahali anakula hata shilingi. Ndio maana ukimwomba tajiri hela, ana hela kukupa. Anatoa pochi pia, anakwambia na 10,000. Sio kama itakusaidia na ndio umebaki nayo. Wewe unafikiri ana 10,000 tu? Kwa nini? Kwa sababu pesa ni roho, sio makaratasi unatembea nayo. Yale tunayotembea nayo ni tunapokuwa kwenye matumizi. Bwana asifiwe. Sasa hatujafika leo, sikia, shetani amekunyang'anya. Ndicho Mungu anataka kurudisha leo, ule moyo wa kufika na kumuona Yesu kwenye level ya standard ambayo anataka akuweke. Watu wengi sana hawakutani na Yesu kwenye hiyo standard.
Watu wengi wanaenda kanisani, wanaomba, lakini hawakutani naye. Sasa mtakwenda, mtaniita, mtaniomba, mtawasikiliza. Ile kuwasikiliza mtawasikiliza, lakini mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote mtaniona. Sasa hakuna aliyemwona Mungu akabaki maskini. Na Mungu kwetu amefunuliwa kupitia Yesu Kristo. Lazima tufike mahali pa kumuona Yesu juu ya tatizo hilo nalo. Usilione tatizo, mtafute Yesu ambaye ana uwezo juu ya hilo tatizo. Unanielewa jamani? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpata Yesu, jambo lingine, umepata njia ya kufikia unachotaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukimpata Yesu umepata njia. Kuna njia unasema, natafuta njia za kuanzisha biashara fulani, natafuta njia za kuanza ujenzi, natafuta njia za kufika mahali fulani kwenye jambo fulani katika ulimwengu wa kiroho. Sikiliza, njia zipo kwa Yesu. Njia zipo na nani? Na Yesu. Sasa ukikutana na Yesu, wewe umtafute mpaka umpate. Ukishampata unasikia anasema, mimi ni njia, kweli na uzima. Mimi ni njia. Ukisema hili jambo limekataa, halina mlango, ni wewe umelifelisha. Wakati fulani Petro amekamatwa, wakati tayari Herode amefurahi kuua Yakobo, katika majira yale ya mikate isiyotiwa chachu, Biblia inasema akamshikilia na Petro. Akiwa amemshikilia Petro, kafuatilie kanisa la wakati ule, kanisa la mwanzo. Utalijua lilikuwa lina akili. Lilikuwa lina akili kanisa la mwanzo. Kitu walichokifanya, wakakusanyana, wakaitana wale wanaojua cha kufanya, njia za kumtoa huyu mtu gerezani. Sio kwenda kupiga kelele, sio kwenda kuandamana, sio kwenda kusema huyu mtu amekamatwa na mkuu wa nchi, unanisikia, na amewekwa ndani, na ana sai, asipokaa vizuri atamfuata Yakobo. Wakaitana, wakaenda nyumbani kwa Roda. Kasome Biblia yako. Walipoenda nyumbani kwa Roda, wakaanza kumtafuta Yesu pale, wakaanza kuomba kwa ajili ya Petro. Walipokuwa wanaomba, Biblia inasema Yesu akatokeza, akamtuma malaika akaenda mpaka gerezani, anamtoa Petro. Lakini kuna watu wanaotafuta uso wa Yesu kule, wanamtafuta kwa maombi. Wakati wanaomba ghafla malaika akaenda. Unajua hata hawakujua, wanaendelea kuomba, maana walikuwa na shauku, wanaendelea kuomba. Petro akatolewa, huyo geti la kwanza, geti la pili, akaashiona malaika, akaanza kutembea, anajiona kama mzuka, anatembea, akafika mpaka kwa Roda. Na sijui alikuwa unajua ilikuwa ni divine connection ya ajabu sana. Ametoka kule hajui, mpaka akaenda nyumba ambayo maombi yanaendelea. Nini kilipeleka? Nani alimpa taarifa kwamba maombi yanayokutoa wewe yako yanaendelea mahali fulani? Kuna watu walikuwa wanajua kutafuta uso wa Bwana. Watu wengi sasa tunataka mambo yetu yaende. Tunasema nimekaa pale, nimeona sijafanikiwa. Wewe hujafanikiwa kwa sababu ya uzembe wako. Mtafute Yesu. Yesu ndiye anaye majibu ya watu, sio mchungaji wako. Mimi sina chochote, nimepakwa mafuta tu kama kiongozi kukuelekeza kwenye mambo ya msingi. Lakini Yesu akipatikana kwako, nataka nikwambie, maisha yako yanabadilika. Wanaokudharau wanafika mahali wanaanza kuona kuna mabadiliko yanatokea siku kwa siku. Ngoja nikwambie, jifunze kumtafuta Yesu na kumpata. Ukimpata, mabadiliko yako yatatokea, maana ndani yake kuna
kuna pesa, ndani yake kuna utajiri, ndani yake kuna njia. Wakati wengine wanakususia, wakati wengine wanakuacha hapo, Yesu anakuambia unachokitaka kile pale mwanangu, unapotaka kwenda ni pale. Haleluya, 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 haleluya. Usipompata Yesu, kuna watu wataendelea kukudharau kwa sababu wanaona uhitaji wako bado ni mkubwa, hauna hatua unayoiendea, haupigi hatua kila siku, wanakukuta pale pale. Yesu leo anataka kujifunua kwa mtu mmoja ili maisha yako yabadilike. Yakibadilika, kuna watu watasema hakika tunaona ana Mungu. Hata kama walikuwa wanakudharau, wanaanza kusema hakika huyu kijana ana Mungu, huyu mama ana Mungu, huyu dada ana Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akishapatikana, kila kitu kwetu kinapatikana. Kuna watu wanaongea mbaya mbovu, waacha waongee. Wewe usisikilize wanaongea, wewe mtafute mwenye vitu vyako, maana yeye ndiye amani yako. Ukimpata yeye hata kama wao wanafikiri utakuwa na amani, watakushangaa unatembea ukisema moyoni, moyoni nimempata Yesu, moyoni nina furaha moyoni mwangu. Kwa nini? Kwa natembea na Yesu, ninatembea kidogo kidogo nikinyata nyata. Kwa nini? Kwa sababu na Yesu. Wakianza kusema analinga, siringi ni madaa. Ukiwa na Yesu utembei haraka haraka, unaenda rapaka shatabaya. Haleluya, halo. Sasa mtafute mpaka umpate. Ukimpata ana majibu. Unajua Biblia inasema hivi, jambo lingine, ukimpata Yesu umepata uzima. Nini kinakusumbua? Ndio maana mtu yoyote ambaye anamtafuta Yesu, hata akikutana na mauti hafi. Kasome Biblia yako vizuri, kasome Biblia. Unakutana na mauti na watu wanaiona hii ni mauti, lakini uchomoki. Kwa nini? Biblia inasema hivi, ndani yake ndimo mlimo kwa uzima. Alafu anasema na huo uzima ni nuru ya watu. Kwa hiyo anayeenda kwenye nuru hapotei gizani. Ukimpata Yesu, kuna nuru inaachiliwa. Wakati wanaona uko gizani, wamekutelekeza pale, wanashangaa. Hawakukuti pale ulipokuwa umekaa, wanakukuta huko kule walikuacha Msata, wanakukuta Dar es Salaam. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa iko nuru inaendelea kukuongoza, inakuangaza. Ile ni njia. Yuko mtu mmoja, pokea njia ya kweli ikupeleke mpaka kwenye destiny yako. Usihangaike na watu kwanza, hangaika na Yesu, kuwa bize na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunasikia ukifanya biashara pale ofisini uko na Yesu. Yaani unatunza wasimnyang'anye Yesu wako. Bwana asifiwe. Ukiwa pale nyumbani uko na Yesu. Yaani ukiona kuna kitu kinatoza, Biblia inasema wala usimpe Ibilisi nafasi. Sikia, shetani sikupi. Yesu ndiye ana nafasi. Kwani akipata nafasi umeisha. Kwa sababu ana kazi ya kutoboa matundu. Bwana asifiwe. Ndio maana akishatokeza namna hiyo, nakuona umekuja mzima mzima. Sasa mimi sina majibizano na wewe shetani. Mimi ninajua Yesu ndani yangu na mimi ndani yake. Sawa? Wewe kaa hapa. Moyoni, moyoni unampita. Nimempata Yesu.
Yesu akapaki pembeni. Mwangalie wenzako, mwambie ndio uzima wako. Ukiuacha uzima pembeni, nosha. Naikupa. Bwana asifiwe. Lazima ujue Yesu anatakiwa kukaa pale. Yaani lazima apate nafasi. Mtafute mpaka umpate. Ile umeokoka, achana na hiyo. Usiseme mimi nimeokoka. Tunajua kuna watu wameokoka miaka ya 70 ya 80, tutendeleze Yesu, na wamekuwa maskini mpaka wanakutu. Wewe usibaki na wokovu huo. Yesu ajaje tubaki na kutu kwenye maisha. Yesu amekuja na utajiri ndani yake, ana baraka ndani yake, ana pesa. Utajisikiaje watu wakisema mama nani siku hizi ana hela, ana hela, ana hela? Haleluya! Sio za kwake, anampata, ana Yesu. Yesu ameziachilia zianze kufanya kazi ya matumizi. Pokea hela katika jina la Yesu. Yesu ndiye hela kwako. Haleluya! 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 Lazima ujue Yesu ndiye ambaye anaachilia baraka. Ukimpata Yesu, umepata kile ambacho kimekusudiwa. Mtafute Yesu na umpate. Ukimpata Yesu, barikiwe mama. Ukimpata Yesu, kuna baraka zinaletwa kwako tofauti na vile ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante jamani kwa mchuzi. Ukimpata Yesu, Yesu ni pesa, na ndani yake amebeba fedha. Kuna mgeni yuko kule nje. Jioni naweza kumkaribisha mgeni. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukimpata Yesu, ndani yake kuna uzima. Yes. Yohana anasema ndani ya Yesu kuna uzima. Yohana 17 mstari wa 9. Yohana 17 mstari wa 9. Yohana 17 na mstari wa 9 anasemaje? Yohana 17 mstari wa 9. Tusome na wa 10. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu. Kuna mtu anaona mstari? Sio kila mtu Yesu yuko kwa ajili yake duniani. Wale ambao Mungu amempa kuwatafuta na wao wamemtafuta. Mstari wa 9 huu. Siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10. Na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wako, nami nimetukuzwa ndani yao. Ukimpata Yesu, akipata ile nafasi sana, kaeni ndani yako na mimi ndani yako. Akishatukuzwa ndani yako, hakuna mtu atakuacha chini kama kikaragosi. Ndio maana unapaswa kujua kumtafuta Yesu kwa level ya kwake. Hakuna ambaye ana uwezo wa kuendelea kukanyaga hapo chini. Haijalishi mazingira yakoje, haijalishi umetokea familia maskini kiasi gani. Ngoja nikwambie, jitie nia ya kumtafuta yeye. Pamoja na tunafanya kazi, kumbuka yame mengine ni mazidisho. Anasema tumtafute yeye kwanza. Ukienda kazini, cha kwanza, Yesu yupo kazini kwako, fanya search. Ukifika pale kazini kwako hujamkuta Yesu, mtafute, alafu ndio ufungue.
Kuna watu wanakuja pale wanakuloga, wanakuletea sio Yesu, wanakuletea kitu kingine. Na ili kukutesti, saa 4 wanakuja hapo dukani au kwenye biashara yako wanakuambia, Bwana asifiwe. Wanajua alishakuloga. Kwa atakuona unavyoreact. Ukimwambia amen, wanaangalia hapo biashara yendi. Alafu anakuambia, mzima unaachwa hapo. Yesu akiwepo pale, ukifika kazini, tafuta Yesu yupo. Ukifika nyumbani, tafuta Yesu yupo. Hayupo, Mfalme wa amani, utagundua atakiwa hayupo. Nini kinatokea? Mafarakano, vurugu tu. Kwani Yesu ni mfalme wa amani. Kwa hiyo kama hayupo pale nyumbani, kuna namna mtagundua hayupo. Ngoja nianze kumtafuta kwa ajili ya hapo. Ndio maana tunatamani kwenye hizi ibada tunaomba kwa ajili ya familia, tumtafute Yesu kwa ajili ya familia. Kila Jumapili tutafute, tunapokutana hapa na huko nyumbani kila siku mtafute, hakikisha yupo. maana akisogea pembeni, Jamaa akipata nafasi, unasikia tu choko, unasikia tu vurugu. Kwa nini? Kwa sababu mfalme wa amani hayupo. Sasa ukimpata yeye, sio mfalme wa amani, maana yake amani itakuwepo. Mimi mwalimu wangu yuko nyumbani yuko, maana ni mfalme wa amani. Sikiliza, Daudi anasema hivi, uliposema nikutafuta, moyo wangu umekutafuta mapema. Sikiliza. Unatakiwa kumtafuta Mungu au Yesu jioni. Unatakiwa ile unaamka, anza kumtafuta. Bwana Yesu upo wapi, mpenzi wangu rafiki, njia gani umekwenda nitakuona je mimi, natafuta roho yangu yajutishwa na dhambi na huzuni. Yesu mpenzi wangu mwema, namtafuta kwa bidii, napaliza sauti yangu, nalia, wapi Yesu, ndani mwangu sina raha mpaka nimwone Yesu. Ningekuwa na mabawa, ningeruka upesi milimani, mabonde, ni kumtafuta Bwana. Aokoa maharibifu yote, kiona tabu mimi hanituliza yeye. Nitafanya
Nitazidi sana kumtafuta popote, sitachoka kutembea mchana na usiku. Ukimfuatilia huyu Bwana ambaye anatunga wimbo, anajaribu kutukumbusha jambo zito sana ndani ya Yesu. Ukimkosa Yesu lazima umtafute. Anasema nitafanya bidii kumtafuta popote mpaka nimpate. Nikimpata ndipo maisha yangu yanakuwa salama. Maana yake asipofika mahali nikamwona, siwezi kuwa salama. Halafu mwisho kabisa anasema napaliza sauti yangu, naita, uko wapi Yesu? Naita, uko wapi Yesu? Uko wapi Yesu? Lazima ufike mahali pa kumtafuta Yesu. Asubuhi ya leo nataka umwambie Yesu uko wapi? Kwa ajili ya familia yangu uko wapi? Kwa ajili ya mama yangu uko wapi? Kwa ajili ya lazima ufike mahali. Ngoja nikwambie, ukimpata umepata kile unachohitaji. Kuna watu kwenye Biblia ukiwafuatilia mifano ipo pale, walimtafuta Yesu. Wakati Yesu anapita, mama moja alikuwa anatokwa na damu miaka 12. Akasikia Yesu anapita. Alafu ghafla wakati amesikia anapita, Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko 5, akasogea. Alipouliza ni nani huyo anapita, akasema ni Yesu. Walipomwambia ni Yesu, Biblia inasema akaenda, akaamua ndani, akasema lazima niende niguse upindo wa vazi lake nimpate Yesu. Nikimpata Yesu hali yangu hii imeondoka. Biblia inasema alikuwa anateseka, ameteseka, ameteswa na madaktari wengi, amefika mahali wamemuumiza, amepeleka fedha, na Biblia inasema alikuwa anapita katika hali ya msiba wake. Alikuwa amebeba msiba kwenye maisha yake. Ghafla akaenda, alipoenda akajipenyeza. Haikuwa sheria ya Kiyahudi kwamba wakati unapokuwa kwenye kipindi chako cha pili kutokeza, yule alikuwa inajisa ile, lakini Yesu anawakubali na najisi ambao wamekataliwa na jamii, wamekataliwa na familia. Akamtafuta, akajipenyeza katikati. Alipogusa upindo wa vazi, Biblia inasema akapokea uzima. Ghafla mwanaume akasema, nasikia nguvu zimenitoka. Maana yake kuna power ilipakuliwa na yule mama kutoka ndani ya Yesu. Alipompata Yesu, Yesu alimgawia alicho nacho. Graba ya sakata. Yuko mtu mmoja, ukisoma Biblia yako, alimtafuta Yesu. Ni mzee Yairo. Yairo alimtafuta Yesu pale alipofika kwa ajili ya yule kijana alikufa, ni mgonjwa. Biblia inasema alipofika akaanza kumweleza Yesu habari za hali ya kijana. Ngoja nikwambie, Yesu yuko tayari, lakini anataka watu wamtafute kwanza. Hafanyi vitu automatically. Lazima umtafute kwanza. Lazima uende pale alipo. Ukienda pale alipo ukamwona, kuna namna. Bartimayo alisikia Yesu anapita, akauliza ni nani anapita? Wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita. Ghafla aliposikia Yesu wa Nazareti anapita, alishawahi kusikia habari zake ya kwamba huyu Bwana anaponya, anaokoa, anatakasa. Hata hali yangu ya macho niliyo nayo ya upofu anaweza kuniponya. Biblia inasema akavaa ujasiri ndani yake. Wakati anaita kwa sauti, wanafunzi wa Yesu wakamwambia nyamaza, usipige kelele. Huyu Bwana hataki kelele, hataki kelele. Wakati wanamnyamazisha, ghafla Yesu akageuka, akawatazama, alafu akamwambia mleteni hapa. Biblia inasema alipofika Bartimayo kwa Yesu, Yesu akamwambia nikufanyie nini? Nikufanyie nini? Kuna watu hapa wanatakiwa sai wamfikie Yesu. Tafute Yesu afike mahali aonekane kwako, akwambie nikufanyie nini. Biblia inasema
Bartimayo akamwambia, Baba, nataka nione tena, nataka nione tena. Akamwambia, enenda, maana imani yako imekuokoa, imekuponya. Biblia inatueleza Bartimayo wakati anasikia Yesu anapita, ghafla ndani kuingia shauku, akaanza kuita, Yesu mwana wa Daudi nirehemu, Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Aliachana na kila mtu, aliachana na makuhani, aliachana na watumishi wa Bwana, aliachana na kila aliyekuwepo pale wakati ule, wakuu wa masinagogi. Akajua hawana majibu yangu, tunaye mwenye jibu ambaye ni Yesu. Ghafla Yesu alipoona amevuka wote, anamtafuta yeye, rapakata, akafanya jambo. Vuka kila mtu, vuka tatizo lako, vuka watu wote, vuka kila eneo, mfikie Yesu, mwite Yesu, mtafute Yesu. Kuna kitu anaenda kufanya asubuhi ya leo. Haleluya, 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 haleluya. Vuka, vuka, pite kila mtu, pite kila mtu, tafute Yesu, umuone Yesu, tafute Yesu, umuone Yesu. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Yesu akajifunua kwao. Jesus. Naona Yesu hapa, kuna watu wanamfikia, kuna watu wanaenda kumfikia alipo, kuna watu wanaenda kukutana naye alipo. Kuna kitu kinaenda kutokea hapa, kuna kitu kinaenda kutokea hapa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Nyakati, yule Bwana alipojitia nia kumtafuta, Biblia inasema Bwana akamfanikisha, Bwana akamfanikisha. Alipojitia nia kumtafuta Bwana, Bwana akamfanikisha. Nataka Mungu akupe tena ile nia ya kumtafuta saya, umuone Yesu. Vuka kila kitu, vuka watu wako, vuka mume wako, vuka mke wako, vuka watoto wako, vuka ndugu zako, vuke wote, vuka baba yako na mama yako, mvuke. Tafuta Yesu, muone Yesu, tafuta Yesu, muone Yesu, tafuta Yesu, muone Yesu. Kandaraba koria, kandaraba saya badaba. Jesus. Hebu simama pale ulipo. Hebu simama pale ulipo. Inua mikono yako kwa Bwana. Nataka uende kwa Yesu. Nataka umuone Yesu. Napaliza sauti yangu, nalia, wapi Yesu? Ndani mwangu sina raha, mpaka nikuone Yesu. Ningekuwa na mabawa, ningeruka vipesi. Inua mikono yako milimani, milimani, mabonde, nikutafuta Bwana Yesu, Bwana Yesu, nitoke roho ina kiza. Maya karababa, kanisa karababa, kandarabi, kandiasira, makayasa tabadaba, yaba kayabada, rebli,
wa Bwana hapa. Kandaraba shakarabasa. Utulize hamu yangu, kaa kwangu daima, nikupende sana, wewe ndiwe wako milele. Utulize hamu yangu, naona uwepo wa Bwana kila mahali. Baba, inua mikono yako, dada, inua mikono yako, mama, inua mikono yako. Yes, anza kuomba, onyesha shauku yako, vuka kila kitu, kutana na Yesu right now, kutana na Yesu kwa ajili ya watoto wako, kutana na Yesu kwa ajili ya hiyo ishu ambayo imekusumbua miaka, hiyo jambo ambalo linakusumbua moyo wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya familia yako. Kandarabasaka, kandarabashira, kandarabakora. Hata wewe uliyeko online, ongea sasa, sema na Bwana, vuka hiyo hatua ya hilo tatizo wewe nalo. Yesu ndiye aliyebeba uzima wetu. Yesu ndiye aliyebeba neema kwa ajili yetu. Yesu ndiye baba wa watoto wako, baba wa watoto wako. Mwambie Baba, inuka tena, wafundishe watoto wangu ubaba wako, ukapite tena ndani yao. Kandarabashaka repakoria, sema na Bwana, yuko tayari. Ninaona neema hapa, ninaona neema hapa. Kuna watu watamwona Yesu instantly, watamwona macho kwa macho hapa, watamwona anakuja kwao. Kandarabashaka, amekuja kuyabadilisha maisha yako, amekuja kubadilisha hali yako unayopita nayo. Endelea kuomba. Nasikia upako hapa. Yesu unapita juu ya mama moja, juu ya dada moja, juu ya kaka moja, uko upako unapita. Ongea naye, iko neema juu yako. Kandarabashaka, kandarabasaya, amekuja kwa ajili yako, amekuja kwa ajili yako. Piga hatua, vuka kila kitu, tafute yeye, umwone yeye. Ukimwona yeye, the rest atayafanya. Kandarababa, kandayama, kandayakora, kandayaka, kanda. Yesu ni rafiki yetu, Yesu ni baba yetu, Yesu ni kiongozi wetu, Yesu ni mwalimu wetu. Yesu rapakaya badaba, good provider. Yesu, namwona. Neno lake linasema kila litajaye jina lake akampata ataokolewa. Yesu amekuja kwa ajili ya watu waliotelekezwa, kwa ajili ya watu walioachwa, kwa ajili ya watu waliokataliwa, kwa ajili ya wale wanao maumivu, kwa ajili ya wale waliokata tamaa. Amekuja huyo hapa, kuna kitu anakifanya, kwa mtu mmoja. Mama yangu, kuna jambo linafanyika, umelia nalo kwa muda, umempata, anatatua. Hata kama kulikuwa kuna njama mbaya, njama ya uovu inaendelea juu yako, Bwana anakusaidia. Kaka, Bwana anakusaidia. Mama, Bwana
anakusaidia. Uko upako hapa, uko upako hapa. Jimimine, tafute Bwana, jimimine. Kandarabashaka, kandarabakora, kandarabasaya, kandarabashira, kandarira, 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 makakayata, makakaya. Oh, tafute Bwana. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyegesha, watakwenda, watanitafuta na kuniomba, nitasikia. Oh, mtafute, omba, omba, nenda. Anasikia, anakusaidia, anakutoa kwenye hilo shimo ulilowekwa, kwenye hilo shimo ulilowekwa na familia yako. Uchumi wako unatoka kwenye aibu, uchumi wako unatoka kwenye aibu. Yeye ni fedha ya thamani kwako, yeye ni hazina yako. Akawe fedha yako, akawe hazina yako. Kutana naye, kutana naye, kutana naye, kutana naye, kutana naye, kutana naye. Pokea, mpokee. Huyo hapo amekuja kwa ajili yako. Kandarabakoria, mayaka ya kora, mayaka ya Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti. Kristo Bwana ndani yako uliwekwa utajiri wote, ndani yako uliwekwa neema yote, ndani yako uliwekwa ushindi wote, ndani yako uliwekwa uzima wote. Ninakuita, ninakuita, ninakuita. Uliyebeba uzima, uliyebeba utajiri, uliyebeba bahari yetu. Ee Bwana, ee Bwana, ee Bwana. Endelea, endelea. Yuko anaonekana, anajifunua, anajifunua. Sema naye, sema naye. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu. Kristo Bwana, Kristo Bwana, Kristo Bwana, Kristo Bwana. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Kandarabashaka, kandarabakora, kandarabasaya, kandaraba. Kuna kitu kinatokea hapa, kuna kitu kinatokea hapa. Kuna mtu ambaye alikuwa anapita na kesho fulani. Yesu amekuja, anaukumbatia moyo wako, anaukumbatia moyo wako. Anaona hiyo kesho unalopita nalo, anaona hiyo hali ambayo tayari ilikisha kuvunja vunja, ukakata tamaa. Anakuinua maana unamtafuta. Amepatikana, amepatikana. Mwite maana yuko karibu, yuko karibu. Anapita, anakusaidia, anapita, anakusaidia, anapita. Yesu mtu anasaidiwa, anasaidiwa, anasaidiwa. Ulianza kuwaza itakuwaje, kuwaje? Ngoja nikwambie, imekwisha kuwa. Yesu ni wa kwanza na wa mwisho. Amekuja kwa ajili yako kukusaidia. Haijalishi hicho ambacho kimekuwepo, ana uwezo wa kutengua. Hata kama ulishawekewa mipaka, mabaya, laana, magonjwa, mauti, shida, Yeye anaondoa kwa jina lake na kwa nguvu zake. Unapomwona yeye umemwona Baba, unapomwona Yesu umemwona Baba. Kutana na Yesu na Baba ndani ya Mwana. Kutana naye katika Roho Mtakatifu. Kutana naye, kutana naye, kutana naye. Anatatua, anatatua. Anakwambia usiogope, anakwambia usiogope tena, anakwambia usifadhaike tena, anakwambia usikate tamaa tena, anakwambia nimekuja kwa ajili yako. Sikie sauti yake, sikie sauti yake. Kandarabashaka, kandirasia, korabashaka. Kuna neema iko hapa, iko hapa, iko hapa. Yesu mwana wa Daudi, ukutane na maisha yetu, kutana na wewe mama. Yesu mwana wa Daudi. Jesus.